Wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mtumishi wa Mungu Nyandwi Mathias Marko. Ninakuja mbele yako tena nikiwa nimebeba hazina ya vitu ambavyo natamani kuweza kuvifichua kwa ajili ya kanisa, ili kanisa libaki kuwa salama, hatimaye kanisa liwe sehemu sahihi ya kumwabudu Mungu na wala sio sehemu ya kukutania tu. Somo la leo ningependa kuwashirikisha mikakati inayotumika na dunia kuharibu kanisa. Ni wazi kuwa najua watu tunafahamu, ukijua hila za shetani ni rahisi kuweza kumshinda katika ulimwengu wa roho. Lakini kama tusipozijua, shetani ni mjanja sana, mwenye hila, anayetafuta jinsi ya kuidhuru nafsi ya mtu. Lakini kwa kuelewa silaha hizi pamoja na Roho Mtakatifu kwa sala na imani, tunaweza kushinda. Hivyo napenda kushirikisha baadhi ya mikakati ambayo ulimwengu wa giza umejipanga kuweza kulivamia kanisa. Namba 1, giza limejipanga kufanya mafundisho yawe tamasha, yani injili ya kuwaridhisha watu. Mahubiri yanapungua, yanakuwa na maneno ya kuwaridhisha watu. I mean a prosperity gospel. Mafundisho ya mafanikio. Badala ya kufundisha juu ya toba, msalaba na msamaha wa dhambi, badala yake linafundisha mafanikio kama dunia inavyotaka. Watumishi wanaogopa kusema ukweli kwa sababu watapoteza waumini au wataonekana ni wakali. Hili linafanya kanisa linakuwa kama chai iliyotiwa sukari, inavutia kwa ladha lakini haina nguvu ya kubadilisha watu kiroho. Matokeo yake watu wanakaa kanisani miaka mingi bila mabadiliko, kwa sababu wanahubiriwa kile wanachokitaka kusikia na wala si kile wanachostahili kufundishwa. Timotheo wa pili 4:3 unasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Hiki ni kizazi ambacho shetani anatamani kuweza kujaza utafiti ndani yao ili waweze kuiacha kweli. Mbinu ya pili, kufanya kanisa liwe soko, yani udanganyifu wa kibiashara. Nini kinachotokea? Huduma za kiroho zimegeuzwa kuwa biashara. Maombi kwa gharama, upako kwa tiketi, ushawishi wa kifedha kuamua nafasi za wapendwa katika makanisa. Wokovu umekuwa bidhaa badala ya neema ya bure kutoka kwa Mungu. Nyumba yangu itakuwa nyumba ya maombi, bali ninyi mmeifanya kuwa nyumba na pango la wanyang'anyi. Mathayo 21:13. Mmepokea bure, toweni bure. Hii ndiyo kanuni ya wokovu. Lakini sasa kwa sababu watu wamependa pesa, wameiacha kweli na hatimaye wamekuwa kama dunia, wameipenda dunia na mali zake, hatimaye kanisa linapoteza mwelekeo. Namba 3, kuleta burudani badala ya ibada. Kanisa limevamiwa katika eneo hili, ambapo muziki wa dunia, michezo ya dunia, taa za kumelemeta, show za muziki na wachezaji wake zimeingizwa kwa nguvu kanisani kwa kifuniko cha kwenda na wakati. Na kwa kufanya hivyo, watu hawaji tena kanisani kwa muabudu Mungu katika roho na kweli. Ibada imegeuka kuwa tamasha, lakini zaidi watu wamemwacha Mungu, hawamwabudu tena katika roho na kweli. Burudani imekuwa ni utamaduni wa kanisa, si kumtafuta Roho Mtakatifu.
Mungu aturehemu. Maandiko yananiambia Mungu ni roho, nao wamwabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Je, kwa ibada hizi zinazofanywa, kucheza huku na kuimba huku miziki ya duniani na staili zao, ndiyo roho na kweli inayozungumzwa? Kanisa tuwe macho, tumeingiliwa. Namba 4, kuchanganya utamaduni na mafundisho. Dini za asili, mazoea ya kieneo, kukanyaga mafuta, falsafa za ulimwengu eti kila mtu ana Mungu wake, vinachanganywa na mafundisho ya Biblia. Athari yake, ukweli wa neno umepungua. Kanisa limepata imani mchanganyiko. Hatimaye waumini wanaishi na kwa kutapatapa, wakishindwa washike kipi na waache kipi. Na haya ndiyo mafanikio ya Shetani anatamani kuweza kuyaona katika kanisa. Maana tukishindwa kujua njia ya kweli, hatimaye tutakuwa tumepotea. Lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiriwa, na alaniwe. Wagalatia 1:8. Hapa ameonya kuhusu mafundisho mapya yatakayoingizwa kanisani, na sasa yameingizwa. Yeyote atakayeyafuata basi kama ulaniwa na alaniwe. Namba 5, kanisa kusita kukemea dhambi. Manake kanisa ina compromise dhambi. Hili ndilo jambo la hatari sana. Dhambi zimefanywa kuwa ni kitu cha kawaida. Imekuwa ni kitu cha kawaida sana kwa kisingizio cha kwamba watu tuko chini ya neema. Uasherati, wizi, uongo, ukahaba, rushwa, vyote vinafanyika ndani ya kanisa, lakini hakuna anayekemea kwa hofu ya kupoteza washirika au kuchukiwa. Hatimaye kanisa limepoteza mamlaka yake ya kiroho na limekuwa dhaifu mbele ya Shetani. Kama chumvi kipoteza ladha yake, itatiwa nini ili kolee? Haifai tena kwa neno lolote ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Mathayo 5:13. Namba 6, kueneza uongo wa kisingizio cha maono. Maono binafsi yametumika kubadilisha mafundisho au kuhalalisha matendo. Athari zake waumini hawawezi kutambua kweli kwa sababu maono yamepewa uzito kuliko maandiko. Yeyote atakaye kuwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiria, na alaniwe. Jambo lingine, kukatisha ridhaa ya viongozi wa kiroho. Huu nao ni mkakati ambao dunia na mamlaka na mitazamo ya kisiasa inatamani kuweza wapakazia viongozi mambo ambayo hawakuyafanya, ili mradi tu waweze kusitisha huduma zao. Na hii haitawapata tu watumishi, bali ni watumishi wale waliosimama katika njia ya kweli, wanaosema haki na kukemea dhambi. Kwa nini wanafanya hivi? Wanafanya hivi kwa sababu wanajua wakimsitisha huyu kiongozi wa kiroho, wametimiza lile andiko kwamba watampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa hiyo ninawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Hivyo wanajua wakiwatawanya viongozi, kanisa litagawanyika na umoja utapotea, na hatimaye imani itapotea. Huu ni mkakati wa Ibilisi kuweza kuliharibu kanisa. Mkakati mwingine ni kushinikiza maadili ya ulimwengu, a moral pressure. Shinikizo la kijamii au sera
linatia kanisa kubadilisha msimamo wake juu ya mambo mbalimbali kama ndoa. Naona sasa hivi wanaingiza ushoga na haki zake. Maisha wanaingiza issue ya haki sawa. Hatimaye kanisa limekuwa jumba la mashindano. Ndoa za wapendwa zimekuwa tanuru la moto. Maana mwanamke anatamani kuwa kichwa, anashindana na mwanaume. Hawamesahau lengo la adui ni kuweza kukata kichwa, hatimaye kuacha mwili, yani kiwiliwili, kikiwa peke yake. Wapendwa wa Mungu, msisahau, kiwiliwili hakiwezi kuishi bila kichwa. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Wakorintho wa kwanza 11:3. Wakati mwingine ni kueneza uadilifu mdogo, yani moral relativism. Kuna njia nyingi za Mungu. Ukweli wa Biblia unapelekwa kuwa jambo la hisia. Athari yake kanisa halina msingi wa kutosha. Mtu yeyote anaweza kutofautiana na mafundisho pasina shaka yoyote. Basi Yesu akawaambia, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Yohana 8:31 hadi 32. Wakati mwingine shetani anautumia ni kutumia teknolojia na vyombo vya habari kupotosha ukweli. Mtandao unatumika kusambaza mafundisho potofu. Sekta zinadanganya au kuficha ukweli. Matokeo yake waumini wamekosa habari zilizo sahihi na kupokea habari ambazo hazina uhalisia. Hivyo niombe watumishi wa kweli kuanzisha vyanzo rasmi, makanisa mtandaoni, kufundisha waumini kuweza kutambua ukweli na hatimaye kuweza kufuata watu walioko katika maeneo hayo ambao ni sahihi. Lakini jambo la mwisho la 11, kufiisha uweza na nguvu zilizomo katika jina la Yesu na msalaba. Hili ndilo jambo kubwa ambalo sasa shetani ameweza kuingiza kwa siri, kwa sababu amejua watu hawahitaji tena kujua uweza uliopo katika jina la Yesu, na shetani analijua hilo. Watu wanatamani kuweza kuona matokeo tu. Ni watu wa kufuata miujiza na wala sio kuweza kumfuata yeye aliye chanzo cha miujiza. Jina la Yesu linajitosheleza, lakini dunia imeingia kanisani kwa nguvu. Imeingiza nguvu za giza, na hatimaye watu wanafanya matendo ya giza mbele ya madhabahu kwa kisingizio cha kwamba Mungu hawezi kufanya jambo lolote bila kutumia viambatanisho. Kama ilivyo duniani, nguvu za giza haziwezi kufanya kazi bila ya hirizi, chale na vitu vingine. Kanisani sasa, baada ya kubeba hirizi, wameingiza mafuta, vitambaa, keki za upako, vitambaa, kuleta kucha na vitu vingine vichafu madhabahuni. Hatimaye jina la Yesu halitajwi. Watu wanapokea miujiza na kusema ni kwa sababu ya kukanyaga mafuta, kwa sababu ya kula keki, na wala sio kwa sababu ya Yesu. Sasa kanisa, uinuke tuweze kupiga vita jambo hili kwa uweza na kwa nguvu vile tunavyoweza, maana hili linachafua wokovu. Basi maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza 23 hadi 24, nasi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, ni nguvu ya Mungu na ni hekima ya Mungu. Yesu peke yake anatosha, pasina kuwa na viambatanisho vyovyote. Kwa kuhitimisha, ni wito wangu kwa kila Mkristo, wito wangu kwa kila mtumishi, mchungaji, padri,
yeyote aliyepewa mamlaka ya kuweza kusimama madhabahuni na kutangaza kweli na kukemea dhambi, tusimame pamoja, tupige kelele kwa watu, tutangaze hizi ni hatari, ni nyakati za hatari. Watu wamgeukie Mungu, waidhibiti dhambi na hila hizi za adui, ili kanisa liweze kubaki salama. Ninajua kuna mambo mengi watu wataweza kusema, lakini natufaa nini kusikia ya dunia hatimaye tuiache kweli? Kanisa la Mungu, tuamke, tuwe macho. Vita imekuwa kali, muda umeenda, hatimaye watu wanapotea. Yuko wapi mwanamke aombolezaye na kulia kwa sababu ya kanisa? Ni nani asimame apaze sauti kwa ajili ya haki? Ni nani asimame wakumbushe wengine, maana kanisa linapotea? Ni mimi na wewe. Tuamke, tufanye kazi, na Mungu wa mbinguni atatukuzwa. Mungu akubariki kwa kuweza kusikia haya. Nikukaribishe kuendelea kufuatilia mafundisho mengine yanayoendelea. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akubariki. Amen.